lakini kwa mujibu wa imani ya Kiislamu huyu anayesema hivi ni Mungu. Sasa vinginevyo wakatae kwamba huyu Allah huyu sio Mungu. Useme pia Waislamu wamemtengeneza Mungu, lakini vile vile wamemtengeneza Muhammad, kwa sababu na Qur'ani, vitu vitatu vyote hivi. Allah pia atakuwa ametengenezwa, Muhammad ametengenezwa, na Qur'ani pia itakuwa vitu vimetengenezwa vyote hivi. Na hata ukisoma katika kile kitabu cha Danieli, hata siku ya kwanza Danieli kukutana na Gabriel huyo mwamba huyo, alipata homa siku 3 aliumwa. Kwa hiyo baada ya mtume kutokiwa katika lile pango, akaambiwa soma, akasema mimi sijui kusoma. Mtume aliangalia mbinguni, akamwambia mimi ni Jibrili na wewe ni mtume wa Mungu. Kwa yule padri au Hadija walithibitisha tu taarifa ambayo mtume alikuwa anaijua tangia mwanzoni. Alishaambiwa pale tangia alikuwa akiwa pangoni. Mtazamaji wa channel yetu, tunakaa hapa na Sheikh Abubakar Kada tukifanya mada kuhusiana na uanzilishi wa Uislamu. Pamoja na kwamba imani ya Kiislamu, mafundisho ya Kiislamu, historia za Kiislamu ni kwamba Uislamu ulianzishwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe, ndilo umba lilomuumbia mwanadamu, lakini kuna watu tofauti wamekuwa kidai kwamba Uislamu ulianzishwa na Warumi, ulianzishwa na Waroma, Wakatoliki upande wa Roma kwa ajili ya kupambana na ile Byzantine Empire, kwa ajili ya kupambana na Constantinople. Kwa hiyo leo nikasema tuongelee hili kidogo. Je, ni kwa ukweli kiasi gani, historia zikoje kuhusiana na Uislamu kuanzishwa na Warumi? Mwalimu, karibu sana, wasalimia watazamaji alafu tuingie kwenye mada. Naam, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi alamin, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Naam, nafikiri hili jambo limekuwa likizungumzwa kwa njia nyingi sana, na watu wengi sana ulizungumza hili kwamba Waroma ndio waasisi na ndio waanzilishi wa Uislamu. Lakini niseme kitu kimoja kwamba sisi kama tulivyosema katika Qur'ani, Mungu katika sura ya 3 ya 19 surati Al-Imran, Mungu anasema inna dina indallahi al-Islam, kwamba dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Kwa hiyo kwa mujibu wa aya hii, Qur'ani inajielekeza moja kwa moja kwa muasisi wa dini hii ni Mwenyezi Mungu mwenyewe. Sasa hao ambao wanaamini kwamba Uislamu umeanzisha wa Roma, bila shaka wao hawatuamini sisi. Ndio. Wao wanaamini hiyo ni propaganda tu ya Waislamu, wameanzisha dini hii kwa propaganda, wakamsingizia Mungu. Ndio. Kwamba hii dini ni yake. Kwa maana hiyo sasa hawaamini Qur'ani, hawamwamini Muhammad, na huo Uislamu wenyewe hawauamini. Ina maana hao ni washindani wetu kwa upande mwingine. Na siku zote mpinzani wako akikusifia au akikubali ukweli wako, tayari atakuwa Muislamu. Kwa hiyo wao wana haki ya kusema hivyo, kwamba Uislamu kaanzisha Roma. Uislamu achilia mbali, wengine wanakwenda mbali kabisa. Hata nimeona baadhi ya majadiliano ya ndugu zetu wa Kristo wanasema shetani ndio kaanzisha Uislamu, wanasema kabisa. Na wengine hutoa vitabu vile vinavyosema kwamba Ibilisi alisilimu akawa Muislamu. Kwa hiyo zote ni challenge hizi ambazo siku zote mtu lazima ukubali kuchallenjiwa. Kwa hiyo swala la kusema Warumi wameanzisha Uislamu, kwanza niseme kwamba si kweli. Kwa sababu kwanza Uislamu ni utamaduni, ni civilization ambayo ilikuwepo na chanzo chake haikujengwa siku moja. Kimejengwa karne kwa karne. Na ndio maana utaona hata katika baadhi ya mafundisho ya Kiislamu na Uislamu wenyewe haukatai hata baadhi ya tamaduni zilizokuwepo Arabuni kipindi hicho. Kwa sababu hata Muhammad amekuja pale Arabuni amekuta watu wanavaa makanzu. Si kwamba kaanzisha yeye. Kwa hiyo tamaduni hizi zilikuwepo muda mrefu, na kama utachunguza utaona kwamba hata kuna baadhi ya mavazi ya Waislamu wakienda Maka wanavaa mavazi kama wa Kimasai. Ile Wamasai wanavaa, na ndio wale watu wakienda hija wanavaa zile nguo. Na mimi sijaelewa mpaka leo kwa nini Wamasai wanavaa yale maguo. Kwa hiyo kuonyesha kwamba kuna uwezekano pia Uislamu na tamaduni nyingi sana ambazo zinahusiana pia na Waafrika wenyewe. Ushafahamu Kwa hiyo sasa tukisema kwamba Uislamu kaanzisha Waroma kivipi? Mbona huu Uislamu unafanana zaidi na Uyahudi na Ukristo? Sasa ukisema kwamba Uislamu ameanzisha Waroma gani? Waroma wa kidini au Waroma wapagani, wale wenye dola ya Roman Empire? Wao wanachomaanisha ni kwamba ni wale Waroma wa kidini
ambao wao walikuwa wanashirikiana na Constantinople, lakini walikuwa tuseme wanajipa ukubwa wao. Walivyoona wale wanajitoa, wale wa Constantinople, wakawa wanatafuta wakuja kuangusha, wakuja kusumbua, kuiangusha ile, kwa sababu wao hawataki kuwapiga. Ndio wakawatengeneza Waislamu ili waende kupigana na wale. Na ndio maana hawa Waislamu wakati wanapigana, tunasema kuna vita kati ya Wakristo na Waislamu, walikuwa hawapigani na wale watu wa Roma au zile sema maeneo yale ya Roma. Walikuwa wanaenda kuwapiga wale wa upande wa Uturuki peke yao. Labda wangesema hivi kwamba Waislamu walikuwa washirika, labda tuseme, labda ingeeleweka vizuri. Labda Waislamu walikuwa wanashirikiana labda na Roma ya Magharibi kuipiga Roma ya Mashariki, labda ushirika huo wa kisiasa, wangesema labda hivyo. Lakini ukisema watu wameanzisha Uislamu kwa maana ya dini, mbona inakuwa sio kweli? Kwa sababu ukiangalia katika mafundisho ya Kiislamu na Kikristo na Kiyahudi ndio yanayofanana. Kwa sababu hata Mkristo mwenyewe mafundisho yake yamechukua kwa Wayahudi mengi. Hao manabii wote wakina Musa, wakina Elia, wakina Isaya, wakina Yohana Mbatizaji, hao ni Wayahudi. Ambao ndio msingi, au wakina Abraham, wakina Ibrahimu ndio msingi wa mafundisho hata ya Kikristo, na Biblia inasema jueni kwamba basi walio wa imani wana watoto wa Ibrahimu. Kwa hiyo ndio maana Wakristo katika Uislamu wanaitwa watu wa kitabu. Kwamba watu wa kitabu kwa maana watu wa maandiko. Na Wayahudi ni hivyo hivyo. Ni watu wa kitabu, watu wa maandiko. Sasa tunaposema kwamba eti Uislamu umeanzishwa na Waroma, mbona haifanani? Lakini ukisema bora hata ungesema Uislamu umeanzishwa na dini ya Kiyahudi, ingekuwa na nguvu, kwa sababu wewe angalia tu ni mafundisho ya Kiislamu yalivyo. Kwa mfano Waislamu wana kibla. Wayahudi walikuwa na kibla chao Yerusalemu. Sehemu atakaopachagua Bwana Mungu wako, aliweke jina lake liwe makao yake, nendeni hapo muelekeze nyuso zenu huko. Kumbukumbu la Torati 12 mstari wa 5. Kwa hiyo Wayahudi walikuwa na kibla. Na hata Muhammad mwenyewe anakubaliana kwamba kibla cha kwanza ni Yerusalemu. Sehemu ambayo Wayahudi walikuwa wanaelekea huko. Ukiangalia sera ya Taurati na mafundisho yake moja kwa moja yanakubaliana na Uislamu. Manabii wote waona Waisraeli ndio hawa ambao kwenye Qur'ani wanakubaliwa, wakina Musa, wakina Elia, wakina Isaya, wote ndio wako huku. Wangesema kwamba Uislamu, Wayahudi waliutengeneza Uislamu, kidogo ingekuwa na nguvu kuliko Roma, kwa sababu Roma wenyewe kama dini umechukua mafundisho ya Kiyahudi. Ndio, na wao wanavyotoa maelezo wanasema kwamba ni Uislamu unaochanganyikana na Uyahudi, Ukristo na upagani ndani yake, ambao wenyewe wale waliutumia tu kama silaha kwa ajili ya kisiasa na kutawala, ndio wakautumia sasa kule Middle East. Na moja ya hoja kubwa ambayo wao wanatoa, wanasema uwazilisha, yani kutokea kwa Mtume Muhammad kama mtume ndio inaanza hapo kwamba ni Waroma. Kwa mfano wa kwanza kumjua kwamba huyu atakuwa mtume wanasema ni Baila, ambaye yeye alisema mtume akiwa na miaka 12, ni padri huyo Baila, akasema huyu atakuja kuwa mtume, msimpeleke kwa Wayahudi watamuua. Na anasema walikuwa wanafanya hivi kwa ajili ya kutengeneza uadui kati ya Mtume Muhammad na Wayahudi, kwa sababu walikuwa wanataka kuwatawala Wayahudi. Na kama Wayahudi wangekuwa na nia kumuua mtume kwa sababu wanaweza kumjua mtume, kwa nini wasimuue wakati kule Maka na Madina tayari walikuwepo? Na huyu anayekuja kutengeneza kwamba msimpeleke kwa watamuua vipi hawa wakati tayari huwa Wayahudi wanaishi nao? Sasa hii hoja ni ya msingi, kwa maana hiyo ulivyosema kwamba yule padri wa Kiyahudi alichofanya yeye, yule Bahira, ni kwamba aliona alama za utume za Muhammad. Sasa na ndio hoja iliyopo hapa. Kwa hiyo yule padri anazungumzia alama za utume wa Muhammad. Sasa kwa maana hiyo kwamba watazungumza kwamba utume wa Muhammad kaanzishwa na Wakristo, si ndio? Labda watazungumza kwa muktadha huo. Yaani wanazungumza kwamba huyo Baila naye alikuwa ni mtu wa kutengeneza. Wanasema mpaka Bi Khadija ni mtu wa kutengeneza, ambaye alipewa mpaka utajiri kwa ajili ya kuja kumtengeneza mtu watakaye sema wao ni mtume. Yaani hao Warumi ili wamtengeneze kwamba huyu ni mtume. Na ndio maana sasa kwa hoja hiyo, kwa mazingira ya Maka yalivyokuwepo na Muhammad mwenyewe, na ndio maana Qur'ani imesema Muhammad ni mtume wa namna gani, kwanza uelewe vizuri kwanza. Na nafikiri ndio maana Qur'ani imetumia hekima kubwa sana kulizungumza hilo jambo. Kama utanisomea, kama una nani hapa, unaweza ukasoma Qur'ani sura ya 7:157. 7:157. Tusome kwanza hapo tuone, kwa sababu kama kweli Muhammad alikuwa amefundishwa na hawa watu, basi itakuwa kuna udhaifu mkubwa sana kulingana na aya hii inavyozungumza. Sijui walimfundisha vipi, na ndio maana itabidi tusaidiane sana katika somo hili. Hii aya ukisoma inasema ambao wanamfuata mtume, nabii aliye umii, asiyejua kusoma
wala kuandika. Kwa hiyo na nafikiri Mungu kama Qur'ani, Mungu alijua vizuri kwamba baadaye wao watasema Muhammad kafundishwa na hawa watu, na ndio maana Muhammad hakujua kusoma na kuandika, kwa maana ya kwamba hakwenda shule kusomeshwa. Qur'ani 7:157. Qur'ani 7:157. Tuone aya hii jinsi ambavyo Muhammad anazungumziwa hapa. Sawa, Qur'ani 7:157 anasema, ndio 157 anasema, ambao kwamba wanamfuata huyo mtume nabii asiyesoma wala kuandika, wanayemkuta kaandikwa kwao katika Torati na Injili, anayewaamrisha mema na anawakanya maovu, na anawahalalishia vizuri na anawaharamishia viovu, na anawaondolea mizigo yao na minyororo iliyokuwa juu yao. Basi wale waliomwamini yeye na wakamuheshimu na wakamsaidia na wakaifuata nuru iliyoteremshwa pamoja naye, hao ndio wenye kufanikiwa. Kwa hiyo hii aya inazungumzia kwamba Muhammad ni nabii ummi, yani hakwenda shule kusomeshwa. Sasa hao Warumi walimsomesha vipi? Na mimi sijawahi kuona historia labda Bi Hadija au yule padri ambaye alikutana na Muhammad kule Basra kule Iraki kwamba aliwahi kumweka darasani akamfundisha mtume. Na Qur'ani imezungumza kwa kirefu. Hata Qur'ani hii ukiangalia mpaka leo Waarabu wanakubaliana kabisa kwamba hakuna fasihi kubwa waliokuwa nao zaidi ya Qur'ani. Sasa yule Bahira bila shaka alikuwa azungumzi hata Kiarabu, sijui kama alikuwa azungumza Kiarabu, labda pengine walipata wa Kiarabu vile vile. Lakini bado mimi sijaona kwamba Muhammad alikwenda katika shule fulani akasomeshwa. Kwa sababu mazingira ya Maka yalivyokuepo, kweli Wakristo walikuepo na Wayahudi walikuepo, lakini bado hakuna ushahidi kwamba Muhammad alisomeshwa na Mkristo au na Myahudi akaenda kwenye chuo fulani akasoma. Ushahidi huo bado mpaka hivi sasa hakuna. Ila hayo wanayosema ndugu zangu kwamba Warumi walipenyeza mkono wao wakamtengeneza Muhammadi, bado wanatakiwa watoe ushahidi mwingine, ila wanatoa ushahidi wa mazingira. Ndio. Kwamba alikutana na Wakristo, Waraka bin Naufal kule amekutana na Bahira, na sio yeye peke yake. Hata huyo Bi Hadija mwenyewe alikuwa na ami yake huyo ambaye vile vile ni mwanazuoni mkubwa tu. Ndio, Waraka. Wote hawa walikutana na Mtume Muhammad, lakini walikuwa wanazungumzia kitu kimoja tu. Waraka alisema kwa ishara hizi za huyo Muhammad kukutana na huyo Jibril huyo na Musa huyo alimtokea Isa na Yesu. Hayo ndio maneno waliyozungumza. Na yule mwingine Bahira alisema huyu mtoto naona na alama za unabii, akienda Syria huko Damascus Wayahudi wako wengi watamuua. Kwa kifupi tuseme kwamba Wakristo ambao walikuwepo kabla ya kuzaliwa Muhammad walikuwa wana imani kabisa kwamba huyo mtume atakayekuja pengine angekuwa miongoni mwao labda. Si kitu kipindi cha Ukristo kwa maeneo hayo? Ndio. Sasa wangesemaje kwamba eti Muhammad huyo kwamba wenyewe hawamtaki? Na ndio maana hata Wayahudi wenyewe Muhammad wenyewe walikuwa wanataraji kwamba akija angekuwa miongoni mwao. Lakini Qur'an nasema alipokuja kwa hoja zilizokuwa wazi wakasema huu ni uchawi. Kwa hiyo Wayahudi wote walijua kabisa Muhammad atakuwa upande wao. Na pengine hata Wakristo walijua pengine Muhammad atakuwa upande wao. Labda tu kwa hoja moja ya Wakristo ya kusema kwamba labda Yesu ni Alfa na Omega. Kwamba labda hakuna mtume mwingine baada ya Yesu. Wakija na hoja hii basi pia itakuwa na utata. Kwa sababu gani? Paulo naye atakuwa si mtume tena. Alafu kitu kingine wanachoongea ni kuhusiana na mafundisho ya mtume. Kwa mfano, tukisema kuna mafundisho ya mtume ambayo ni ya nje kabisa, ni uongo, kwa sababu anasema mambo mengi anayozungumza mtume ambayo hata yanapingana na Ukristo yapo ndani ya vitabu vya Apokrifa. Hata habari ya kwamba Yesu akufa msalabani ni vitabu, anasema ni injili zilikuwa zimeandikwa vitabu vya Apokrifa na hivyo ambavyo vilikataliwa. Moja injili hiyo, kwa mfano kuna injili ya Barnabas, kuna mafundisho mengi ambayo kwenye Uislamu baadaye yamekuja kuwemo, yani kwamba mtume naye amekuja kushushiwa. Sasa watu wanadoubt kwamba alishushiwa vipi taarifa ambazo tayari kuna watu walikuwa wanazisema. Sasa ukisema kwamba Apokrifa ni maneno ya Kigiriki, Apokryphos maana yake ni vitabu ambavyo vilifichwa. Ndio. Wakati wa Konstantino Augusto. Ndio. Ina maana hizi injili nne ambazo nazizungumzia leo ni kwamba ziliidhinishwa na kanisa katika kikao kikubwa kinaitwa mtaguso wa kanisa, zikapigiwa kura. Sawa. Kwa hiyo injili zingine zikazuiliwa kwamba zisitumike kanisani. Zikaonekana kama hizi labda pengine kopi za mwanzo zikupatikana. Sasa vitabu hivi ambavyo ni apokrifa ambavyo havifai kwa mafundisho ya kanisa,
kwamba leo havitumiki, na kuna baadhi ya vitabu vinasema Yesu hakufa, si ndivyo? Vipo. Ndio, vipo. Sasa wazo hili la kusema Yesu hakufa ina maana lilikuwepo. Ndio. Sasa mtume anapokuja kuongea si kama anaongea jambo jipya, si kama anachochoa, anakuwa tu kama mmoja wa wale ambao tayari wamekuwa wameandika vitabu vya apokrifa. Sasa kwanza kusema kwamba Yesu kafa au Yesu hakufa, kwanza Uislamu haukatai moja kwa moja wazo la kufa kwa Yesu. Okay. Uislamu unazungumzia tu kwamba, kwa sababu lazima lieleweke vizuri hili. Qur'an nasema kwa ajili ya kusema kwamba sisi tumemuua Yesu mwana wa Maryam, mtume wa Mungu, hali hawakumuua wala hawakumsulubisha, bali walibabaishwa mtu mwingine wakamwona ni nani? Ni Yesu. Kwa hiyo kwa wazo la Kiislamu ni kwamba Mungu alifanya mtihani kwa wale watu. Okay. Lakini yule ambaye alitundikwa msalabani pale alionekana na sura ya Yesu. Okay. Sio, umeelewa vizuri? Ndivyo Qur'an ilivyosema. Sawa. Kwamba walakin shubiha lahum, alifananishwa yule akapewa sura ya Yesu. Kwa hiyo wale waliomuua yule msalabani walikuwa na uhakika wa 100% ni Yesu. Okay. Kwa hiyo huu ulikuwa ni mtihani kwa wale watu. Kwa hiyo sasa hawa kama waliamini kwamba Yesu kafa msalabani, hali ya kuwa wamemuona pale kabisa kwamba pale amesulubiwa, ametundikwa pale, ana sura ya Yesu, tunaweza kusema kwamba walikuwa sahihi kuamini hivyo. Okay. Lakini wale ambao walikuja na hoja za kimantiki za kupinga, na baadhi ya mafundisho mengine yanasema kwamba huyu aliyekamatwa alionekana baadhi ya viungo vyake havifanani na Yesu. Kwa hiyo swala la Yesu kufa sio kwamba linapingwa kwamba alikufanyika. Uislamu unasema tu kwamba aliyesulubiwa sio Yesu halisi, lakini yule aliyesulubiwa pale alikuwa na sura ya Yesu. Okay. Kwa hiyo watu waliamini hivyo kwamba Yesu kasulubiwa. Na hiyo ndio imani ambayo inajenga msingi wa imani ya Kikristo juu ya msalaba, juu ya kifo cha Yesu. Kwa hiyo sasa swala la Muhammad kuja kusema kwamba hawakumuua wala hawakumsulubisha, bali walibabaishiwa mtu mwingine wakadhani kwamba ni Yesu, haliondoi dhana ya Yesu msalabani. Ila maelezo haya yanaonyesha tu kwamba ulikuwa ni mtihani kwa wale watu ambao wao walimuona Yesu yule pale, na kweli ana sura ya Yesu kasulubiwa pale. Sawa, unapinga vipi? Kwa hiyo Qur'ani ilipokuja ikasema hawakumuua wala kumsulubisha, bali walibabaishiwa mtu mwingine, ni kwa maelezo hayo ambayo tayari hapo vile vile, lakini kwa mujibu wa imani ya Kiislamu huyu anayesema hivi ni Mungu. Okay. Sasa vinginevyo wakatae kwamba huyu Allah huyu sio Mungu, wala taarifa yake huyu Allah kusema pia Allah ametengenezwa. Maana lazima uende upande zote. Okay. Useme pia Waislamu wamemtengeneza Mungu, lakini vile vile wamemtengeneza Muhammad, kwa sababu na Qur'ani, vitu vitatu vyote hivi. Okay. Allah pia atakuwa ametengenezwa, Muhammad ametengenezwa, na Qur'ani pia itakuwa vitu vimetengenezwa vyote hivi. Sasa tukisema ni hivyo, sasa huyu Allah mwenyewe ambaye sisi Waislamu tunaamini ni Mungu, mbona hata watu wengi hata ambao ni Wayahudi wanakubali kabisa kwamba huyu Allah ni Mungu vile vile ambaye alikuwepo enzi na enzi? Kwa kinachopingwa ni kipi sasa? Taarifa ya Allah au tendo lenyewe la kufa Yesu msalabani? Yaani anapingwa mtume mwenyewe kwa ujumla wake. Yaani kwamba mtume, kwa mfano haya anayoongea kwamba hata haya anayoyaongea sio ya kwake yeye, tuseme si mambo ya kuvuviwa. Yaani hawampingi Allah kama yupo au hayupo, wala hawazungumzii. Wao wanasema hili jambo la kwamba yeye haya mambo alipewa kama ufunuo, ni ufunuo gani ambao tayari ulikuwa unajulikana kwa watu? Yaani watu tayari wanajua, alafu unakuja kufunulia kile wanachojua. Labda hapo inaweza kaongezeka hapo kwamba alibabaishwa kwa watu, lakini habari ya kwamba Yesu hajasulubiwa msalabani wala hakufa msalabani, wao tayari hizo taarifa walikuwa navyo kwenye vile vitabu vya apokrifa. Sasa ukisema ni ufunuo gani watu walikuwa wanajua, inakuwa sio hoja kimantiki. Watu hata wakijua kinaweza kuwa ni ufunuo. Kwa mfano Yesu amezaliwa Bethlehem ya Uyahudi, wameandika ni binadamu. Ndiyo. Lakini walikuja kuandika Injili kwamba wakaelezea tukio la Yesu kuzaliwa, ni ufunuo sio ufunuo? Maana waliandika ni wanafunzi wa Yesu. Sasa haya yaliyoandikwa kwamba Yesu kafa ni ufunuo? Labda hiyo sijajua Wakristo wanavyochukulia. Labda ni kwa kusoma kawaida nachukulia kama historia, au kuandika tuseme wanaandika matukio yaliyotukia. Si kitu mtu anafunuliwa, ila ni kitu ambacho mtu anakiona kabisa mwenyewe kwamba Yesu kazaliwa Bethlehem, kafanywa hivi. Ila kwamba labda atazaliwa, hiyo ni ufunuo. Ila kwamba ameshazaliwa Bethlehem, mama yake ni fulani na fulani, imekuwa hivi na hivi, inahesabika kama, kwa mtu ambaye anasoma kawaida, inahesabika kama ni historia ya kitu ambacho kilitokea. Ni historia, lakini vile vile kwa sababu imeandikwa ni neno la Mungu, tasema ni ufunuo. Okay. Kwa hiyo kumbe kitu kinaweza kikawa kimeshafanyika tayari. Yeah. Lakini kikiandikwa na watakatifu, kitaitwa ufunuo, kwa sababu hata historia ya Musa amezaliwa Misri.
Watu wakamuona Musa yule pale kazaliwa, lakini baadaye Taurati kaandika ambayo ni maneno ya Mungu. Tunasema ni maneno ya Mungu, ni ufunuo huu. Okay. Kwa sababu tukio hili analieleza Mungu, hata kama watu walieleza, litaitwa ufunuo kwa sababu tayari analieleza Mungu. Kwani Mungu alivyosema kwenye Taurati, Musa ameenda akaua mtu akakimbia, Mungu anahadithia pale au anahadithia nani? Ni Mungu. Tunasema ni ufunuo. Okay. Kwa hiyo hata kama watu baadhi ya kikundi cha watu walikuwa wanasema Isa hajafa na akaja akasema Allah katika Qurani, tutasema ni ufunuo maadamu tu kasimulia nani? Kasimulia Mungu mwenyewe. Okay. Hata kama tukio watu walikuwa wanajua vizuri tu. Maisha ya Yesu alikuwa anajulikana vizuri tangia kwa mdogo, Yusufu anajulikana, na Mariamu, lakini maadamu yatakuja kusimuliwa na watakatifu, yakaandikwa, tutasema ni maneno ya Mungu. Kitu kingine unachoongezea labda ni namna utume wake ulivyopatikana, yani alivyousema yeye, jinsi alivyoupata na jinsi alivyoambiwa na wale watu ambao tunachukulia kwamba ni Warumi. Yani tunachukulia hapo upande wa Warumi maana kama padre huyo Waraka bin Nawfal. Naam. Kwamba yeye Bi Hadija akaenda kumwambia kilichomtokea mtume, akasema hapo ajibashirie kuwa tayari mtume. Lakini yeye kule maana yake alikuwa hajaambiwa kama ni mtume. Wakati akiwa pangoni aliambiwa, kwa sababu tuseme ile kitu kilichotokea ni kwamba mtume mwenyewe alikuwa amechanganyikiwa kulikana uzito huyo bwana, huyo malaika huyo Jibrili. Yaani mtume pale alichanganyikiwa, yani aliogopa, aliingia hofu. Kwa sababu ndo mara ya kwanza kukutana yule bwana. Na hata ukisoma katika kile kitabu cha Danieli, hata siku ya kwanza Danieli kukutana na Gabriel huyo mwamba huyo, alipata homa siku 3 aliumwa. Kwa hiyo baada ya mtume kutokewa katika lile pango, akaambiwa soma, akasema mimi sijui kusoma. Mtume aliangalia mbinguni. Okay. Ndio historia anasema hivyo. Akamwambia mimi ni Jibrili na wewe ni mtume wa Mungu. Okay. Kwa yule padri au Hadija walithibitisha tu taarifa ambayo mtume alikuwa anaijua tangia mwanzoni. Alishaambiwa pale tangia akiwa pangoni. Sasa kimsingi kwamba huyu ni mwanazuoni wa Kikristo. Kwani Wakristo wawe na mashaka na msomi mkubwa kama Waraka bin Nawfal? Okay. Ambaye huyu anathibitisha utume wa Muhammad. Maana kama ni uongo na maana Wakristo ndio waongo. Ndio. Yaani wao wanachomaanisha. Ujue watu wanaokuja kusimama hivyo kupinga wengi sana ambao wanakuwa ni wale watu wa nje ya Roma. Na hata hivyo wanavyoongea wao maana yake wanailaumu Roma ambayo ni tuseme ni kama wameushikilia Ukristo. Au watu ambao ni wapinzani wao sasa, Wakristo wenzao ambao ni wapinzani wao ndio wanakuja kusema Roma ndio ametengeneza hiki kitu, Roma katengeneza hiki. Sio kwamba wa Roma ndio wanaoongea hayo mambo. Sasa kwani kipindi hicho wakati hayo yanatokea ama kanisa mengine yalikuwepo? Hakukuwa na madhehebu ya Kikristo mengine zaidi ya wa Roma. Okay. Sasa wao wanakuja kupinga Roma kwa misingi ipi wakati wao hawakuwepo? Sio, umeelewa vizuri? Waprotestanti wengi ndio wanaoongea sana. Yaani wanakuwa wana hiyo elimu, wamefuatilia historia, ndio wanakuja kusema huyu Roma ndio alitengeneza huyu kwa lengo hili. Sasa wao Waprotestanti walitengenezwa na nani? Maana wanatokana na Waroma. Wao walijitoa kwenye yale mafundisho ya Roma. Sawa, wamejitoa kwenye mafundisho ya Roma. Kwa mfano leo siku ya Jumapili, the Sunday, siku ya kuabudu jua, ambao wapagani wa Kiroma walikuwa wanaabudu, kanisa likatumia siku hii. Hao ambao wengine si wa Roma, kwa nini wachukua siku ya Kikatoliki ambao ni siku ya kuabudu jua? Wayahudi wana Sabato Jumamosi. Siku ya Sabato Jumamosi, wala haina shaka. Qur'ani imesema hivyo, vitabu vya zamani vimekubali Sabato ni Jumamosi. Hawa ambao wanawakataa wa Katoliki kwamba ni wazushi, kama walivyozua kwa Muhammad huku, mbona wao wanakubali mafundisho ya Katoliki? Wanakubali Christmas ambayo kwenye Biblia hakuna. Ndio. Ambao ni zao la Katoliki hiyo hiyo. Wanakubali the Sunday, siku ya Jumapili ambayo ni siku ambayo ya Katoliki. Mbona wanakubali hayo? Sijui sasa. Kwa hiyo nao wana agenda yao. Ndio, labda inawezekana. Hilo la kwanza. Lakini la pili, wakati haya yote yanatokea wao hawakuwepo. Na maadamu wao ni Wakristo pia nao ni zao la Wakatoliki, mbona wao wenyewe hawajisemi? Kwa hiyo si kila kitu kizuri cha adui yako kwamba ni cha uongo. Hiyo si kweli. Okay. Yaani Mkatoliki akisema kweli mimi nitakataa leo. Kwa sababu tu Mkatoliki ni mpinzani wangu. Na ndio tunakosea sisi hata kwenye mahubiri yetu kwenye YouTube humu. Yaani kwa mfano mimi ni Muislamu, lakini Mkristo ana hoja ya msingi ya kweli, niikatae tu kwa sababu nikasema Mkristo, sasa itakuwa ni elimu matope. Kwa hiyo kuna vitu vingine akisema Mkristo kiuadilifu inabidi nikubali kwamba liko sahihi. Sawa. Akisema Protestant jambo sahihi ambao ni mlokole inabidi nikubali. Kwa mfano mlokole leo anasema pombe haifai. Sasa mtampinga mlokole wakati Qur'ani yangu pia imeniambia pombe haifai. Sawa. Kiuadilifu lazima nikubali.
Lakini sema mimi ulokole kwa sababu Mkristo ndio wale wale. Huyu ana lolote muongo. Muongo vipi? Kasema ukweli. Na ndio maana hata Mtume Muhammad mwenyewe alikubali kauli ya shetani. Okay. Kauli ya shetani pale ambapo Abu Huraira alimkamata shetani akamfunga, baadaye akamwambia niachie lakini nitakufundisha maneno. Akamwambia nifundishe, akamwambia hii aya yenu ya Ayatul Kursi nyewe Waislamu. Sisi natuumiza sana. Ukiisoma huyu akaenda akamhadisia Mtume akasema shetani amesema kweli lakini yeye mwenyewe ni muongo. Hilo amela ukweli lakini yeye mwenyewe tabia yake ni muongo huyo. Okay. Kama vile kule alipomwambia Yesu kwamba ikiwa wewe ni mwana wa Mungu jitupe, maana imeandikwa ataleta malaika zake waje wakusaidia. Yesu akasema imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako. Yesu hakupinga kauli ya shetani. Okay. Ila alipinga dhana ile ya shetani ya kupotosha kwamba eti mtu ajiingize kwenye madhara alafu ndio Mungu aje amsaidie. Yesu akaikataa kwa sababu Mungu hasaidii hivyo. Uweze kunywa sumu eti useme eti Mungu atakusaidia utakufa. Yaani ajitupe chini. Yesu akasema hapana, hii hapana. Hii usimjaribu Bwana Mungu wako. Lakini dhana ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu shetani akukatalia. Alipomwambia nisujudie akasema imeandikwa msujudie Bwana Mungu wako. Umwabudu yeye peke yake. Kwa hiyo kimsingi hata mtu mbaya au adui yako akisema kitu cha kweli unakubali. Sasa Waraka leo wamethibitisha kauli ya Muhammad kwamba huyo ni Jibrili. Sasa kwa nini tukatae kwamba tu maadamu tukasema Mkristo? Mkristo akisema jambo la kweli tunakubali. Na mimi Muislamu nikisema jambo la kweli Mkristo atakubali au Myahudi tutakubaliana kimsingi. Yesu ni mtume wa Mungu, tunakubaliana wote. Hata Wakristo wanakubali Yesu ni mtume, japokuwa katika ile dhana ya ubinadamu, maana Wakristo wanasema Yesu ni binadamu 100% na ni Mungu 100%, lakini unapozungumza swala la binadamu wake, Wakristo wanasema tu Yesu ni binadamu amezaliwa. Kwa imani yao alikuwa na uungu ndani yake. Sasa sisi hatuwezi kupingana kwa misingi hiyo. Tunasema kwamba kama hao wanaosema Uislamu wameanzisha Waroma, watuambie wameanzisha Waroma kwa maana ya mafundisho halisi ya Uislamu au wameanzisha Uislamu, yani labda tuseme hivi, kwa mfano sasa hivi kule Saudi Arabia. Ndio. Ule ufalme wa Saudi Arabia umeendelewa na Waingereza. Okay. Yani ule mtawala al-Saudi alisaidiwa akaanzisha dola. Wangesema hivyo mimi ningekubali pengine. Kwamba labda hawa Waroma labda walimsaidia Muhammad akaanzisha dola ya Kiislamu, lakini pia watuonyeshe kwamba Waroma walitumalini jeshi kuwasaidia Waislamu. Lakini ukiangalia utamaduni wa Kiislamu, mafundisho mengi ya asili pengine ni ya Waarabu ya asili. Hicho ndicho wanachosema. Yaani kwa mfano ukisema walifundisha nini? Kwa mfano je, hao Warumi ndio waliomfundisha Mtume Muhammad kwenda kuhiji? Hapana, hayo mambo ya kwenda kuhiji yalikuwa yanafanyika kipagani pale kwenye ardhi ya Mtume Muhammad yalikuwa yanafanyika kipagani. Kwa hiyo yeye ni kama aliendeleza tu. Ndio maana wanasema ni mchanganyiko wa Ukristo, Uyahudi na upagani. Sasa sawa. Tukisema ni mchanganyiko wa Uyahudi, Ukristo na upagani, tuje kimantiki. Huu Ukristo na Uyahudi umetoka kwa nani? Manake wao wanaika kwa Wakristo wanakuwa wametoka kwa Wayahudi. Wayahudi wamepokea kwa nani? Wayahudi manake ndio imani ya kutoka kwa Abraham. Ambao Abraham kapokea kwa Mungu. Ndio. Sasa kama hizi dini za Ukristo na Uyahudi mafundisho mengi yametoka kwa Mungu, hata sisi tunakubali. Ndio maana Ukristo unaitwa watu wa kitabu kwa sababu kuna mafundisho mengi ya Kikristo ni ya Mungu. Sasa kama Ukristo una asili baadhi ya mafundisho mengine yametoka kwa Mungu, Wayahudi mafundisho mengi yametoka kwa Mungu, na Uislamu wenyewe tutasemaje kwamba sisi na Ukristo kuna baadhi ya mambo hatuingiliani? Vinginevyo watuambie kama Ukristo mafundisho yote sio ya Mungu, ni ya Waroma, wapagani wa kizungu. Kama wanakubali katika Ukristo mambo mengi ni ya Mungu mwenyewe. Kwa mfano ukizungumzia mitume, ukizungumzia Injili, ukizungumzia Taurati, mafundisho yote ambayo yamefundishwa na Yesu na manabii na baadhi ambao Wakristo wanayatumia na Wayahudi yametoka kwa Mungu. Au wanaposema Ukatoliki au Orthodoksi au Protestant, tutasema labda mafundisho yote yanatokana na binadamu kwa 100%? Hapana. Si wengine tunakubali kwamba kuna baadhi ya mafundisho ya Kikristo yametokana na Waroma wao. Ndio. Na hata hao wanatuchallenge sisi Waislamu, wao watuambie hii Jumapili wameipata kwenye Biblia. Kwa sababu hii Jumapili kwa ni fundisho la kipagani. Na hata ile Pasaka ya Kikristo ya Wayahudi kutoka Misri kuja Israeli ya kuchinja kondoo, Yesu mwenyewe alichinja kondoo akala nyama na wanafunzi wake. Pasaka hii Waislamu pia tunaikubali.
Sasa watuambie kwamba haya mafundisho ya Yesu ya Pasaka hii ya kutoka Israeli kwenda Kanaani, mafundisho haya ya Kiyahudi ya kukubali mambo ya ibada za hija, yote haya ni mafundisho kutoka kwa Mungu. Kama watakuja kwa muktadha huo kwamba mafundisho ya Waislamu wana baadhi ya mafundisho ya Wakristo, lakini mafundisho yana asili ya kwa Mungu, sasa tatizo liko wapi? Kwa sababu sisi tunaamini kwamba asili yetu sisi wote ni Mungu mmoja. Sawa. Pamoja na hayo tena wanatoa hata baada. Kwa nini basi Uislamu ulikuwa na uadui na Orthodox na ile kanisa la Constantinople, lakini kwa wale Warumi wenyewe hawajawahi kuwa na uadui? Na mpaka anasema kuna mikataba ambao walisainiana. Ni kwamba wao wanachoona ni kwamba hii ilitengenezwa na Warumi na ndio maana wao walikuwa hawagombani na hawajawahi kugombana, japokuwa ni kama Wakristo na Waislamu wana uadui, lakini hakuna uadui wowote ambao umewahi kutokea kwa Warumi na wale Waislamu. Hapana, yani kwanza labda wao wanapotosha. Kwa sababu gani niseme hivi? Mgogoro mkubwa kati ya Waislamu na Orthodox ulikuwa mkubwa sana. Unajua kwamba mji wa Costa ulikuwa ni mji wa Wakristo wa Orthodox. Ndio, sasa ndio hicho anasema mtume, yani tuseme Waislamu walitumika kwenda kupiga pale. Mbona hawakwenda kupiga Roma? Waroma walikuwa mbali. Waroma walikuwa mbali. Sasa hivi yani ili uende Roma lazima upite hapa nani? Uturuki. Okay. Uiteke kwanza dola ya Kituruki. Na Waislamu hawakuweza kuteka hiyo. Yani waliokuja kuteka Constantinople ni mwaka 1453. Ndio Waturuki wakaja kuangusha utawala wa Constantinople. Baada ya hapo Uislamu ulisonga mbele katika maeneo ya watu wa Kristo wa Magharibi. Okay. Ndio maana Spain imetawaliwa na Waislamu miaka 800, Waislamu wakaita Andalusi. Kwa hiyo Waislamu wametawala maeneo ya Wakatoliki vile vile wao Magharibi zaidi ya miaka 800 kule Spain, Wakatoliki wale kindakindaki. Kwa hiyo ule uvamizi wa Kiislamu ulikwenda mpaka kwenye ardhi ya Magharibi ya Wakatoliki hao. Haukuishia tu huko mashariki. Watu waanzishe sisi alafu tunaenda kuwapiga tena kule tuwanyang'anye maeneo yao. Waislamu wametawala pale ndani Spain miaka 800, ndio baadaye Wakatoliki wakajipanga wakarevenge. Mwaka 1500 kama na 10 na ngapi vile ndio Wakatoliki wakaja. Mwaka 1490 Wakatoliki wakaja wakawapiga Waislamu. Wengi wakawafukuza mpaka Morocco. Kwa hiyo Waislamu wengi ambao walitoka Spain wakarudi Morocco pale. Okay. Na ndio maana mpaka leo ile Morocco sifini Waarabu watupu pale. Ndio maana wa Morocco wengi wanasema sio Waafrika. Watu wanakuwa hawaelewi, labda kuna vitu vingine hawaelewi. Wale wa Morocco hata kwenye makombe la dunia wanasema wao sio Waafrika, lakini ukiwachunguza wale inawezekana sio Waafrika kweli. Wana asilimia kubwa sana ya vizazi vya wazungu kwa sababu Waislamu walitawala kule Spain miaka 800. Kitu Andalusi. Maana kule Spain ni sehemu ambayo Waislamu walioa sana wazungu. Okay. Wakazaliwa machotara wengi wa Kiarabu na wa Kikureishi na Kizungu. Ila baada ya Wakatoliki kuwashinda Waislamu baada ya vita vya miaka 800 mwaka 1490 walipewa option mbili Waislamu. Ima wawe Wakristo au wafukuzwe Spain. Waislamu wengi wakakubali kuondoka, walikataa kuacha Uislamu. Ndio wakaja Spain, wakaja Morocco. Wengi wakahamia huko Morocco. Na hata Wayahudi hapa ndio walianza kukimbia sasa Spain, na kule Spain na Ureno walipigwa sana na Wakatoliki vile vile kwa sababu kipindi cha dola ya Kiislamu ya Spain Wayahudi walikuwa wanafanya ibada zao free. Na walichezea mkongoto si Waislamu peke yake. Kwa hiyo hata ukisema Morocco sema sisi sio Afrika, hao wana damu ya kizungu. Na Kikureishi ambao Waislamu walitawala kule zaidi ya miaka 800 wakatawala kule. Kwa hiyo Waislamu waliathiri dola zote mbili. Dola ya Mashariki na dola ya Magharibi kwa upande wa Spain. Okay. Jambo lingine ambalo wale linaongezewa ni kuhusiana na mahusiano tuseme sasa ya miaka hii ya karibuni. No. Kwamba Waislamu yani imetokea kwamba kuna misikiti yote nafikiri watu wengine viatu. Lakini inatokea kwamba papa, nafikiri ni huyu papa tu wa mwisho ndo amevua viatu. Wengine walikuwa wanaingia misikitini bila kuvua viatu. Kwanza hilo la kuingia msikitini na viatu, Muislamu anaweza kuingia msikitini na viatu, hata Muislamu anaweza kaingia na haina shida. Ndivyo visafi tu. Sio, umeelewa vizuri? Sisi hatuingii msikitini na viatu kulingana na mazingira. Tuna makapeti, tuna mazingira mazuri. Sasa mtu mruhusu aingie msikitini na viatu yake, mvua imenyesha mitope, anachafua msikiti.
Lakini si kwamba Uislamu unaharamisha mtu kuingia msikitini na viatu. Kama viatu visafi mtu anaingia navyo. Na sio kuingia navyo hata kuswali navyo anaswali navyo. Sio, umeelewa vizuri Na ili watu wenye jazba wataongea sana hapa kwa sababu wenyewe si watu wa kusoma. Lakini Uislamu mtu anaweza kusali na viatu kama ni visafi. Kuna viatu maalum mtu anaweza kuswali navyo. Zipo hizo hofu. Na baadhi ya viatu vingine ambavyo hata Mtume alivitumia anaweza kusali navyo. Kwa hiyo hoja ya papa kuingia msikitini na viatu anaingia navyo. Na hata Muislamu anaweza kuingia msikitini na viatu maadamu vile visafi tu. Viatu hivyo mbona viko vingi tu Waislamu wanaita hofu. Sema huko labda Afrika Mashariki watu havitumii sana. Lakini vipo. Hiyo hoja kusema papa ameingia msikitini, papa anaingia msikitini. Acha papa. Mtume mwenyewe aliwaingiza Wakristo msikitini. Wakati yuko Madina. Kiongozi wa Kristo anaitwa Abdul Masih akaingia msikitini, ukafika muda wa swala Mtume akawekea sehemu akaswali ndani ya msikiti. Na akaingia nao mkataba wa Kristo wale wanajirani. Lakini Waislamu wa leo Wakristo wangu kuja msikitini hapa wangeshika bakora kuwapiga. Lakini Mtume aliwaruhusu muda wa swala wakafika na wakasali ndani ya msikiti wakaswali. Tatizo ni kwamba watu wengi hawasomi sana ujue. Wao wanakaa mapokeo sana na jaziba na mihemko mingi. Na ndio maana kuna baadhi ya taarifa zinazungumzwa hapa huko kwenye mitandao watu wanatukana kwa sababu hawasomi. Kwa hiyo Uislamu na Wakristo kuna baadhi ya mambo wanakubaliana na ndio maana sheria ya Kiislamu inaruhusu hata Muislamu kuoa mwanamke wa Kikristo, unaoa. Na sahaba anaitwa Uthman bin Affan alioa mwanamke wa Kikristo. Na Qur'ani imeruhusu tuwaoe kwa sababu Wakristo sio washirikina. Nisomee Qur'ani sura ya 2 aya 221. Waislamu wamekatazwa kushirikiana na washirikina wale wa Kiarabu ambao walikuwa wanaabudu masanamu. Qur'ani sura ya 2 aya 221. Wakristo ni ndugu zetu, ni jamaa zetu, tunaishi nao sisi humu. Sasa sisi hatuwezi kuwa na chuki na Wakristo. Sawa, anasema wala msiwaoe wanawake washirikina mpaka waamini. Na mjakazi muumini ni bora kuliko mshirikina hata akikupendezeni, wala msiwaoze binti zenu wanaume washirikina mpaka waamini. Umeona aya hiyo? Ndio. Inasema msiwaoe wanawake washirikina. Washirikina hapa ni wale mushriki la Arab. Wale waabudu masanamu. Lakini kuhusu Wakristo, Mungu amesema mnaweza kuoa wanawake wa Kikristo kwa aya kabisa. Sura ya 5 aya ya 3 soma. 5:3. Anasema aya ya 3. Mmeharamishiwa nyamafu na damu na nyama ya nguruwe na mnyama aliyechinjwa si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na aliyekufa kwa kunyongeka koo, na aliyekufa kwa kupigwa, na aliyekufa kwa kuanguka, na aliyekufa kwa kupigwa pembe, aliyeliwa na mnyama, ila mkimdiriki kumchinja. Na pia ni haramu kula nyama aliyechinjiwa masanamu, na ni haramu kupiga ramli. Hayo yote ni upotovu. Leo waliokufuru wamekata tamaa na dini yenu, basi msiwaogope, bali niogopeni mimi. Leo nimekukamilishieni dini yenu na nimekutimizieni neema yangu na nimekupendeleeni Uislamu uwe ndio dini. Na mwenye kushurutishwa na njaa bila ya kupendelea dhambi, basi hakika Mwenyezi Mungu ni msamehevu na mwenye kurehemu. Hapo haya imezungumzia vitu viwili. Imezungumzia kula nyama iliyochinjwa na watu wa kitabu, na vile vile kuwaoa Wakristo wale wanawake. Nafikiri kama umesoma hapo. Na maswahaba walioa. Uthman bin Affan alioa mwanamke wa Kikristo anaitwa Naila binti Farafisa. Alimuoa akiwa Mkristo lakini baadaye mwanamke akasilimu akawa Muislamu. Basi hiyo ni 5:5 ambayo inasema leo mmehalalishiwa kila vilivyo vizuri, na chakula cha waliopewa kitabu ni halali kwenu, na chakula chenu ni halali kwao. Na pia wanawake wema miongoni mwa waumini na wanawake wema miongoni mwa waliopewa kitabu kabla yenu, mtakapowapa mahali yao mkafunga nao ndoa bila ya kufanya uhasherati, basi kuwaweka kinyumba. Sasa nataka niweke wazi maana wataalamu wa comment wa kutukana wapo hapa. Uthman bin Affan katika kitabu kinaitwa Fiqh Sunna wakafungue mlango wanazungumza kuoa ahli kitabi. Maana wapa reference wakasome. Maana sitaki jaziba humu, nataka watu waende kielimu. Alioa mwanamke wa Kristo anaitwa huyu mwanamke anaitwa Farafisa anaitwa huyu mwanamke, alikuwa Mkristo kisha baadaye akasilimu.
Lakini kuna sababu mwingine anaitwa Udhaifa bin al-Yamani, vile vile naye alioa mwanamke wa Kikristo ambaye mwanamke wa Kiyahudi. Alimuoa mwanamke wa Kiyahudi vile vile huyu bwana. Baadaye ndio Omar akamkataza, lakini kwa hoja kwamba wanawake wa Kiislamu wako wengi. Hakuharamisha. Hoja yake tu kwamba wanawake wa Kiislamu mbona wako wengi, mbona wao wa Kristo tu wanawake wa Kiislamu watawaliwa na nani, lakini hakuharamisha. Maana haya imehalalisha. Sio huyo tu, Ibn Abbas katika tafsiri yake katika Fiqh Sunna anasema kwamba Mwenyezi Mungu amehalalisha wanawake wa Ahlul Kitabi na amewaharamisha wanawake washirikina. Ni muktasari wa Fiqh Sunna, ukisoma hiyo utaona. Na inajuzu, ni halali Muislamu, mwanamume wa Kiislamu kumuoa Myahudi na Mkristo. Maswahaba wote wameyafanya haya na yamefanyika. Kwa hiyo sasa tunasema hivi kwamba sisi Wakristo tunaingilia, kuna baadhi ya mambo mengi tunakubaliana kimsingi. Tunakubaliana baadhi ya mambo mengi, na kama hilo tumeona mpaka tumehalalishwa kuwaoa, japokuwa baadhi ya maimamu vile vile wao wanasema ni makuruhu. Lakini hakuna imamu hata mmoja aliharamisha kuoa Wakristo. Kwa hiyo Mkristo anaweza kumuoa Mkristo. Shafahamu? Na hili jambo la Waislamu walielewe vizuri. Sasa nataka kusema bwana Wakristo hawa na wale sawa sawa, Mkristo ni Mkristo tu. Anaamini Yesu Mungu tangia zamani mpaka leo, wote hawa ni Wakristo. Kwa hiyo tuseme kimsingi, tuseme hawa ambao wanakuja na hizo hoja kwamba Ukristo umeanzishwa na Uislamu, hapana. Ukristo na mafundisho kutoka kwa Mungu baadhi, na Uyahudi na mafundisho baadhi kutoka kwa Mungu ambayo yanakubaliana na Uislamu. Kimsingi hao tunakubaliana. Lakini huwezi kusema Uislamu wameanzisha wa Roma wa magharibi. Hao magharibi pia nao waliathiriwa na Waislamu. Labda kama una hoja nyingine ambao wanaitoa tuipitie haraka haraka. Hapana, hamna hoja kubwa sana ambayo wanaitoa, lakini nyingi ambazo zinatolewa zikihusisha Roma ni hizo za kwamba wamekuwa na undugu, urafiki huo, mafundisho ambayo yalikuwepo kwenye Apokrifa ndo amehamia huko. Alafu anasema kuna wale majesuiti ndo walishiriki kabisa katika uanzishaji wa, yani kuhakikisha kwamba wanampata mtu ambaye atakuja kutawala pale Middle East, kama kuleta upinzani kwa Wakristo, lakini sio kwa mpinzani kabisa, kwa ajili ya wao kuwatumia, yani Warumi kwa ajili ya kuwatumia kutawala dunia. Kwa hiyo waliutumia Uislamu. Kwanza ukisema Jesuit ni taasisi ya Kikatoliki ambayo inafanana na Freemason. Lakini yenyewe hii imeanzishwa na wa Spain miaka karibuni tu. Na hii inafanya kazi ambazo zenyewe ni kuandaa Wakatoliki waje kutawala tena duniani. Ndio kazi ya Majesuit. Ni kama hii Freemason, yani ambayo ni ya Kiyahudi, wameandaa Wayahudi Freemason kuja kutawalia ulimwengu, na Wakatoliki vile vile wana hii Jesuit. Ndio. Ambao ni taasisi yao ambao wanaiandaa, na ni majasusi wao ambao wanafanya mipango mingi kuja kuweza kupambana. Lakini kimsingi kama ni hivyo, mbona Wakatoliki hawa sasa hivi wana wadui mkubwa sana na Waislamu? Kwa nini wanamwogopa Muirani leo na nchi za Kiislamu kiasi kwamba hawataki hata Muirani awe na nyuklia? Kwa nini wanaogopa Waislamu kiwango hicho? Kama kweli wameanzisha Uislamu kwa malengo, hao leo malengo yameisha. Wengine wao wanatoa hoja, japo kwa hizi hoja tuseme ni kama hoja za kuokota, si za kijiweni. Wanasema kwamba baada ya kuwa vile wamekubaliana wameanzisha, Mtume akapata nguvu huko juu ndo akaja akawageuka, lakini tangu mwanzo lengo lilikuwa ni hili. Na hata hilo linalosema kwamba hao majesuiti wanaandaa hawa Warumi kuja kutawala tena, wanasema wanaotumia na Waislamu, na wao ndio wanaotoa hizo taarifa za kwamba Ulaya inasilimishwa, Marekani inasilimishwa, Waislamu wanazidi kuwa wengi, ili kwa ajili ya kuwaamsha Wakristo waanze, yani kwa sababu Roma ndio alikuwa kama mlinzi wa dunia, arudi tena kulinda kwamba watu wa Kristo sasa waanze kuamka, kwa sababu Wakristo wengi wanaweza kuisahau dini. Sasa ndio wanashtuka kwamba mnaona Waislamu ndio wanatawala, sijui Waislamu wanaita machete, lakini kwa kawaida si Waislamu wanaofanya hayo, ni wale majesuiti wanatumia hiyo mbinu kwa ajili ya kuwaamsha Wakristo ili waamke tena waipe nguvu Roma. Yani Roma kama utawala na mipango yake lazima afanye hayo kwa ajili ya kuhami namna yake ya utawala, na Waislamu nao na mipango yao vile vile. Kwa hiyo sisi Waislamu kazi yetu sio kulalamika sasa kwamba Roma anafanya hivi, anafanya propaganda, kwa sababu ni jukumu lao. Mroma anataka kutawala na sisi Waislamu utawala tunautaka vile vile. Huo ndio ukweli. Na ndio hiyo wanasema Mtume aliwageuka wenzake wa Roma. Kuwageuka kwa maana kwamba Mtume si ana dola yake. Ndio. Na Uislamu unasema la kumdinu kumwalia dini, yeye mna mfumo wenu wa maisha, sisi tuna wa kwetu. Kwa hiyo swala la kugeuka tangia mwanzo walikuwa waelewana, ndio maana wa Roma walijenga msikiti Madina kuja kumuua Muhammad. Ukisoma katika sura ya 9:107 walijenga msikiti. Mtume wakafanya mpango wa Roma hao ambao leo utasema walianzisha Uislamu.
Mtume akaamba kaufungue ule msikiti, kumbe washapanda majasusi wakienda msikitini amru mtume auawe. Okay. Mtume ndo akaambia usiende. Ndio ule msikiti ukaenda kuvunjwa na mtume mwenyewe. Sura ya 9 ukianza kusoma aya 107 mpaka 110 ule msikiti ukavunjwa. Sasa kama Waroma walimwandaa mtu wao alafu waje utaka kufanya mpango wa kumuua tena, inakuwaje? Si labda ndo walivyowageuka kama wanavyosema. Kipindi hicho Mtume Muhammad hata nguvu yenyewe hana, sio kubwa. Yuko bado yuko Madina tu pale pale. Okay. Wanataka kumuua. Sasa hii si kweli. Sawa mwalimu, kubwa lilikuwa ni hilo. Tuongelee kuhusiana na hayo maneno ambayo yanaongelewa kwamba Warumi ndio walioanzisha Uislamu, ndio waliomleta Mtume Muhammad. Kwa hiyo mwisho wetu ndo hapa, labda kama na maneno ya kumalizia. Naam, labda niseme kwamba nishukuru ndugu yangu simulizi leo amenitembelea tena, tumezungumza kwa uchache, lakini inshallah Mungu akipenda tutazungumza tena, na tunaendelea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na ndicho kipindi ambacho ndugu zangu Waislamu cha kheri, cha kufanya majambo ya kheri, kama anavyosema Mwenyezi Mungu, faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara. Yeyote yule ambaye atakayefanya kheri mfano wa dharra, kitu kidogo ambacho hakionekani kwa macho kama atomi, Mungu anasema atamlipa. Wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Na yeyote atakayefanya shari hata iwe ndogo mfano wa chembe ya haradali, Mungu atamlipa. Leo nimefanya kipindi kwenda ndani ya madrasa na ndugu yangu simulizi. Nimefanya kipindi hapa na niwashukuru ndugu zangu kwa jitihada ambazo mnazifanya, lakini niendelee kuwasisitiza kwamba bado nina mapungufu. Ukiangalia madarasa hii utaona na madirisha haina, naona bwana nataka madirisha aluminium. Ukiangalia chini kuna baadhi ya vyumba vina tiles, na nimewaomba sana Waislamu na hata Wakristo wanaweza wakasapoti. Kwani Wakristo nafia hawezi kuchangia? Wanaweza. Hata Mtume Muhammad alipewa zawadi na Wakristo. Mfalme wa Kaukas wa Misri alimtumia mtume nyumbu, akamtumia daktari bingwa, akamtumia na madawa. Mtume akachukua madawa na yule mwanamke anaitwa Maria Kiptia, mtume akamuoa, daktari bingwa akamrejesha. Akamwambia sisi hatutaji daktari, kwa sababu sisi hatuli sana, tukila hatuli sana mpaka tukavimbiwa, tunakula kidogo tu. Kwa hiyo hatuumwi sana. Daktari akarudi. Lakini mtume alishirikiana na Wakristo akawasaidia, na hata Waislamu walitumwa Ethiopia kwa Wakristo. Okay. Yaani Waislamu walikimbilia Ethiopia baada ya kutaitwa Maka. Waislamu walikimbilia Ethiopia, watu wa kwanza kuusaidia Uislamu ni Wakristo kule Ethiopia. Okay. Na yule mfalme Najashi alisilimu. Kwa hiyo hata Wakristo wanaweza wakatusupport kwa njia moja au nyingine. Kwenye madrasa hii sio msikitini, maana ukisema msikitini inaweza kuwa hapa tunafundisha elimu sote. Kwa hiyo inshallah niwaombe ndugu zangu wale watakaojaliwa tu support. Kwa hiyo vile vyumba vya tairi bado vipo, hatujapata mtu. Kwa hiyo niwaombe niwasisitize, bado milango hatuna madarasa. Tuna mageti tumeweka ya chuma hapa, tunahitaji milango ya kudumu ile. Kwa hiyo baada ya kusema haya nitoe namba ya simu kwa mwenye kuweza kutusupport ni 0714829191. 0714829191. Na ndugu zangu msisahau kusubscribe katika channel yetu ya Simulizi ili muendelee kupata vitu hivi na taarifa hizi motomoto kutoka kwenye chaneli hii ambayo haina ubaguzi, chaneli ambayo ina balance mada zake na watu wote wanashiriki humu, wawe wapagani, wawe Wakristo. Kwa kweli inajitahidi sana. Kwa hiyo tuendelee kuisupport kwa nguvu zetu zote. Kwa hiyo machache niseme asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama tumeacha channel yetu kwa mara ya kwanza, tafadhali subscribe ili kwanza kupata kila video tunakuwekea.